Mimi naitwa Pastor Mike. Nimeokoka na mpenda Yesu. Licha kuokoka, lakini Mungu ameniita kwa ajili ya kumtumikia katika nafasi ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Na leo tarehe 26 mwezi wa 4 2026 tulikuwa na tamasha kubwa zuri ambalo malengo yalikuwa matatu. Cha kwanza, kukusanya mwili wa Kristo pamoja, lakini la pili ni kwa ajili ya kuliombea kanisa liwe na moto wa Roho Mtakatifu. Namba 3, tulikuwa na lengo la kumsifu na kumwabudu Mungu. Tunamshukuru Mungu, yote tumefanikisha kwa neema ya Kristo. Mungu awabariki sana. Maono, Mungu haweki maono kwa wazee. Biblia inasema kwamba vijana wataona maono bali wazee wataota ndoto. Kwa hiyo nafikiri nipo kwenye wakati sahihi wa kuona maono. Maana sisi tuna target vitu vya mbele. Mungu anatupa maono nini cha kufanya kwa wakati huu. Mungu alikuwa amenisemesha kwa muda mrefu kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya mwili wa Kristo kwa ujumla. Kwa hiyo Mungu aliponipa mzigo huo, nikasukuma ndani kutengeneza ibada ya namna hiyo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba Mungu huwa anaweka maono kwa vijana kwa sababu ndio season yao ya kuona maono. Yes. Ya ukweli kabisa, ndani yangu nahisi kutosheka. Mungu amefanya kwa kiwango ambacho nilimtarajia atafanya. Unajua, tunasema Mungu amefanya kwa njia ambayo nilikuwa sijui, lakini mimi na Mungu tulipatana kwamba Mungu atafanya 1, 2, 3. Na kweli Mungu ni mwaminifu, amefanya, ameleta watu lakini mambo yamekuwa vizuri. Kumekuwa hakuna usumbufu wa vyombo, media, radio zilikuwa sawa. So kwa mimi naona tumefanikiwa kwa sehemu kubwa sana. Yes. Kwa kujibu hilo, wanadamu wengi wana mtazamo wa kwamba ili mtu afanikiwe anatakiwa ombeombe sana, na mara nyingi hata kanisa, sisi watu wa makanisani tunaamini ili ufanye jambo ufanikiwe lazima ombeombe sana, waombe, walilie watu njaa, uwafate watu matajiri wenye fedha. Lakini mimi niko tofauti kidogo. Mungu akinipa maono, mimi huwa nayakubali yale maono, naingia kwenye maombi. Mungu akinihakikishia kwamba nitafanya, mimi ninachokifanya naanza. Na kwa nini sikuwa na bajeti? Sikusikia amani ndani mwangu kutengeneza bajeti, kwa sababu hii ni oda ya kimungu. Kama vile Mungu alivyomwambia Gideoni, watu ulionao ni wengi, punguza kwa sababu utashinda vita. Kwa ukishinda vita, utukufu usije ukaenda kwa watu wengi, utukufu urudi kwangu mimi Mungu. Kwa hiyo moja ya kitu au mapatano yangu mimi na Mungu, sikukubali kutengeneza kamati kwa sababu ya kurudisha utukufu kwa Mungu 100%. Kwa sababu angekuwepo ameweka labda milioni 15, watu angesema kwamba ni kwa sababu Mo ameweka pesa. Tumekuwa na radio, tumekuwa na media, tumekuwa na sound nzuri, tumekuwa na facility nzuri, mabasi ameleta watu kutoka sehemu mbalimbali, zote hizo ni fedha. Kwa hiyo angekuwepo mtu au mzungu angetuma dola, angesema kwa sababu. Lakini leo kila ulimi unasema hakika ni Bwana amefanya. Na kweli kabisa, ukweli mweupe wajue, sikuwa na kamati, sikuwa na mwenyekiti. Yaani mimi nilikuwa ndio final say. Na sio kwamba nilikuwa sina uwezo kutengeneza kamati, lakini nilisikia huko ndani sihitaji kuwa na kamati. Na ni kweli Mungu amejitukuza kwa ukubwa. Kwa siku hii ya Muungano tunakumbuka kuwekwa pamoja rais wetu wa kwanza aliyepigana kuhakikisha kwamba taifa la Tanzania linakuwa moja, Zanzibar na huku tuliko Tanzania bara. Kwa hiyo maana yake ni kwamba alikuwa anatufundisha unity. Jambo lolote kama hamjaweza kupatana, nchi haiwezi kujengwa. Na jambo lolote kama nchi zikipasuka, viongozi wanaweza katofautiana kisiasa, lakini kwenye maendeleo, kuijenga nchi, lazima tuwe kitu kimoja. Mama Samia, tunakupenda, tunakuombea. Mimi ni mchungaji lakini mwimbaji wa nyimbo za Injili. Tunakuombea na mimi ni miongoni mwa watu ambao wanakupenda. Asante sana.